mtaalamu wa maliasili ambaye amechaguliwa rasmi kwa ajili ya kuja kutoa semina hii elekezi kwa ajili ya vikundi vya ufugaji wa nyuki. Basi kwa maneno hayo machache naomba niseme mimi kwa jina naitwa Wilfred Anthony Malongo, ni mwenyekiti wa kikundi cha Igumi Natural Food Growers. Basi na nyinyi wenzangu huko tutajitambulisha muda utakapofika. Naomba sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha mtaalamu wetu toka ngazi ya wilaya aweze kuwasalimia, lakini pia tuende naye moja kwa moja kwenye mada ya leo. Asante. Kama umefungua rasmi. Bwana habari za siku. Sasa tutambulishana kama kuna jibu swali ndio tunatambulishana hapo. Kuna haja kwanza kusema mmoja mmoja kwanza kutambulishana? Kwa nini kwenye mkutano wa nani? Yaani mtu anapojibu swali ndio tunatambulishana hapo hapo, si ndio jamani? Ila mimi naitwa Obote, msema kweli ni bwana nyumba. Napatikana muda wote. Wewe unasaidia kuna kusumbua kula, njoo niite nitasaidia kula. Sawa jamani? Sawa. Wote tumekuja ni vikundi vya ufugaji nyuki, si ndio? Ndio. Tuko vikundi vinne, sawa jamani? Ndio. Naomba tuwe makini, kila mtu atoke hapa akiwa ameelewa. Usije ukasema ameelewa ataelewa fulani wakati mko kikundi tofauti. Sijui kama unanielewa. Wote sema mbona fulani anaandika sana ataelewa. Wakati yeye mko kundi tofauti, utakapokwenda kwenye kundi chenu uko peke yako na muda mwingine amekuja mgeni au uko peke yako na mimi tufanye kitu fulani nashindwa change kufanya. Sawa jamani? Na mimi huwa sipendi sana kuandika. Huwa napenda mimi ya hivi ile kubishana na maswali. Yaani tukiuliza swali nikikujibu, hutakuja kulisahau tena. Sio mimi naandika tu hapa naandika sasa mimi aliandika nini penye pale? Mimi nataka tu tunaulizana. Sawa jamani? Wangapi wana muziki ya nyuki hapa jamani? Wafugaji, nisema wafugaji ambao tumewahi kula asali. Asali wote tumekula. Asali wote tumekula, ila wafugaji waga kwa vikundi watu hebu naomba mnyeshe tena mkono. Wenye mizinga, yani wenye mizinga wanaopeleka mizinga. Wote kwa kundi kimoja, vikundi tofauti. Hiyo ni njema zaidi. Naomba naanza kuuliza kwa nini tunafuga nyuki? Kwa nini tunafuga nyuki? Eti jamani. Ndio maana sasa mimi nataka kwenda karibu. Asante. Tunaelewa sana kwenye hii dawa, lakini ndio uelewa wangu mdogo. Tunafuga nyuki kwa sababu kuu tatu. Ya kwanza kupata dawa ambayo ni asali. Lakini kitu cha pili ni utunzaji wa mazingira. Tunaamini eneo lililofugwa na nyuki ni vigumu mtu kuingia kukata mti au kufanya chochote kile. Lakini cha tatu, na hichi ni cha tunaweza tukasema ni cha kisomi zaidi, tulivyokuwa tunasoma tulikuwa tunaambiwa nyuki ndio wanaotegemewa kwenye mambo ya pollination au uchavushaji wa mimea. Kwa hiyo kwa wale wangu na hisi ndio hizo sababu kuu za ufugaji wa nyuki. Jamaa tumemuelewa mwenzetu. Tunafuga nyuki ili tupate utunzaji wa mazingira ambayo nasema ni kwa ajili ya nini? Uchavushaji. Na tunapata asali. Asali ambayo ni nini? Chakula. Ndio maana wote tunafanya. Ndio maana wote tunakula tu wote ndani umesema kila mtu anawahi kufanya nini? Kula asali. Asali ni chakula. Na pia tunafuga nyuki, tukishapata ile asali tunapata kipato. Sawa jamani? Unapata chakula, unapata kipato kwa kuuza asali yenyewe, unapata kipato kwa kuuza inta. Sawa jamani? Unapata kipato kwa kuuza, siku hizi kuna mazao mengi ya asali, kuna chamvua unauza. Sawa jamani? Kuna sumu ya nyuki siku hizi wanatengeneza wanauza, kuna gundi ya nyuki wanauza. Hiyo ni kwa wenzetu ambao wameshaendelea, kwa sisi huku ni bado tunadema. Sawa jamani? Ndiyo. Hapo tuko pamoja? Ndiyo. Kuna mwenye mawazo tofauti na hilo? Sasa kuna maeneo ambayo yanafaa kwa ajili ya kufugia nyuki na ambayo hayafai kwa ajili ya kufugia nyuki. Sawa jamani? Ni maeneo gani ambayo yanafaa kwa kufugia nyuki? Ni ambao mmeweka mizinga, mmeweka maeneo ambayo yako ya kodi yani. Karibu. Asante. Nyuki tunaweka mazingira ambayo yanakuwa pembeni kidogo na binadamu kwa maana ya kuzuia kuwazuru. Mbali na makazi, sawa jamani?
Hapa akisema nitakuwa nafafanua moja kwa moja. Tunaweka nyuki mbali na makazi kwa madhumuni yafuatayo. Ule muda wa kulina ambao tumefuga sisi, unajua jamani, wanavyokuaga na vurugu, si ndio jamani? Sasa kama umeweka jirani na makazi, kitakachotokea hapo ni nini? Au ukiweka jirani na makazi, kuna watoto wale watumbu wanafika na gonga mzinga kama kilichotokea pale Ima. Yule mama tukataka kumpoteza, ndio tunasema tuweke nje mbali na makazi ya watu. Sawa jamani? Na kitu kingine hapo tu iwe yani kwenye makazi hapo kisiwe kipito cha watu au wanyama. Kwa mfano mweka mizinga kwenye kipito cha ng'ombe. Wakipita ng'ombe mda kitatokea nini? So hata ng'ombe watanani jamani? Au mbuzi au watoto wa shule wanapita, kwa inakuwa maeneo mbali kidogo na makazi ya watu, kwenye machungio, mashule, taasisi vinakuwa viko mbali kidogo. Sifa nyingine hiyo ambayo na makazi tumeshaimaliza. Sifa nyingine, eneo ambalo linapatikana chakula kirahisi, yani maua. Huwa tunasema eneo lenye uoto wa asili. Sawa jamani? Na huo uoto ni vyema ukachagua eneo ambalo na uoto ambao unafanya nini? Unapishana muda wa kuchanua. Ukienda kuweka sehemu ambayo ni mlimani zaidi, kile kipindi cha kiangazi nyuki wanakosa chakula. Sawa jamani? Kwa hiyo tunapelekeza sehemu na jirani na bonde ili miti mikubwa inapokauka ile miti ya chini inafanya nini? Inachanua. Lakini jirani na bonde sio uweke mizinga bondeni kule mtoni kabisa. Utakuta mtu yani likichaka limeandika fia na ficha mzinga pale chini. Nyuki wataona kweli jamani? Kwanza unahatarisha mzinga na wewe kuharibika. Kwa sababu ya ule ubichi wa muda wote. Nyingine jamani? Karibu. Sehemu inayopatikana maji. Sehemu inayopatikana maji. Lakini hiyo sehemu inayopatikana maji watu tunakuwa na uelewa, tunasema watu wanasema nyuki wanatengeneza asali kwa kutumia maji. Si ndio tunavyo nini hivi? Kwa nyuki wanatengeneza, nyuki anatengeneza asali kwa kutumia maji. Sawa jamani? Nyuki atengeneza asali kwa kutumia maji. Yale maji yako pale, tunasema jirani na wote kwenye maji. Tunaamini sehemu ambayo kwenye maji kuna mimea mingi ya miti aina kwa sawa jamani. Na nyuki anatumia maji pale ambapo mzinga umechemka. Yaani huu mzinga sasa. Naomba tutoke hapa nje. Yaani huu mzinga muda mwingine kama umeweka sehemu yenye jua kali, wewe unafanya unachemka, na ukichemka joto linaingia mpaka ndani. Kwa pale nyuki wanapeana taarifa za kubadilisha kazi za kufanya. Wanaambiwa wengine wanaenda kuchotelea maji, wengine wanaenda kutafuta chakula. Wanaochotelea maji wanaingia nayo huko ndani, wanapulizia, wengine wanafanya hivi mabawa, wanapoza ni mzinga. Na ikitokea hali kama utakuta nyuki wamekaa pembeni mwa mzinga, wametoka huko nyingi huko ndani wameshajaa, wamekaa pembeni hapo. Joto likipungua wanaingia tena. Kwa sio kweli kuwa asali inatengenezwa na maji, hapana. Asali inatokana na maji matamu ya kwenye maua. Sawa jamani? Mle kwenye maua kuna maji matamu. Ndio maana nyuki utakuta wanapotafuta wanaenda wanachukua ule unga kwenye maua au yale maji matamu ya kwenye maua. Na ile maji matamu yakishachukua na ruhusa kufungua ndio. Na kuanza na usiku. Ndio, hayo ni mambo kabisa. Ndio kazi kumaliza kwa. Sitainamisha sana. Mnaona hii asali? Mnaona ilivyoziliba huko? Sasa mpaka ifikie hivyo kuna process kama 9 nyuki ameshazifanya. Kutoka kwenye kutoa yale maji matamu kwenye maua, anafika anaingiza huko, alafu anashaingiza huko, anafanya process mpaka maji yanafikia 18%. Kiwango cha maji kinafikia 18. Sawa jamani? Kwa sio kweli kwa nyuki anatengeneza asali kwa kutumia maji, hapana. Ni yale maji matamu yanatoka kwenye maua. Faida ni nani? Tulikuwa kwenye sehemu zinazofaa nyingine. Mimi nilikuwa nafikiria sehemu nyingine. Sijui, lakini kwa wangu mdogo kuhusiana na yale maeneo ya kimkakati. Labda unakuta kuna msitu labda unatakiwa utunzwe. Labda msitu wa serikali sio unaona wanashauri pia kufuga nyuki.
au mtu tu mwenyewe ana miti yake hataki kuivuna kwa muda mrefu, anaweza kaweka mzima. Tumepata kwenye uoto wa asili. Kwenye uoto wa asili. Tena na asali ya Ludewa ni bora zaidi ni kwa sababu ya uoto wa asili, yani hatuchanganyi. Unajua kuna wengine nyuki wanategemea ni mikonge. Kwa mfano Tanga. Singine wanategemea alizeti. Sisi huku tunategemea miti ya asili. Kwa ubora ule wa asali hauwezi kushindana hata siku moja. Na tuna madini ya kutosha. Kwa hiyo ni na kwenye misitu mikubwa, kwa mfano tunasema ile ya hifadhi, kwa mfano ile ya Miro, ya Madiru, hatushauri uingize katikati. Huwa tunaweka mle pembeni. Kama nilivyosema, ukiingiza mle katikati bado nyuki hawataona. Na tujue tukiweka au mzinga, huwa tunaweka nani ile interhumu, ni kwa sababu ya kumvutia nyuki anapofanya unapotafuta makazi. Na tujue nyuki wakishajaa kwenye mzinga, wanapotafuta makazi wanatuma scout kwenda kutafuta nyumba huko. Wanaenda kufika, wanaanza kutalifiana, bwana mimi nimeona huku, mimi nimeona huku, mimi nimeona wewe umeonaje? Mkianza kubishana, bwana wewe huku na huku twende, huku na huku twende. Itakapoonekana kinafanya kwa watakao kwenda kwa kuficha chini ya miti miti msitu mkubwa, hawataweza kuona. Sawa jamani? Kwa ni maeneo ambayo huwa tunaruhusu mle pembeni. Na tukitaka kibali huo msitu wa kijiji wa halmashauri wa TFS wa nini unaruhusiwa, maana unafanya nini? Kwanza unahifadhi mazingira, unaongeza pollination ya mle kwenye msitu. Pili, umeshatusaidia kulinda wakati wewe unapata asali. Na sisi ndio tumesaidia kufanya nini? Kulinda ule msitu. Pale kama palikuwa na katisha watu hawatafanya nini? Hawatakatisha tena. Sifa nyingine nimeshasema kuwa na kivuli cha kawaida ambacho sio kikubwa sana. Na maeneo ambayo hayafai sana tumeshasema yasiyo na makazi ya watu, ndio jamani. Tunakuja sema maeneo mengine sio, ni maeneo ambayo hayafikiki. Wewe unaenda kufuga nyuki, mtoe mfano kwa mfano unaenda kuweka yani sehemu ambayo mzinga wenyewe unashuku na unabuluzika hivi na makalio. Umeutundika kule, sasa utatokeje na asali kule? Utatokeje na asali? Kwa lazima uweke eneo ambalo una uwezo wa kufika, na ikiwezekana hata chombo cha usafiri kinaweza kufanya wa kufika, hata kiwa bodaboda, pikipiki, na maanisha umeweka mizigo yako labda 50. Umeenda kuvuna, umetime kipindi kizuri. Kila mzigo umejaza debe 2 za asali, plastiki 2 za asali ambazo hazija chuni. Una plastiki ngapi hapa? Na tuchukue mizigo yote 50 na ina nyuki. Si una debe 100. Sasa debe 100 umetundika mzigo kule chini, utazitoa. Uweze kuzitoa, kwa lazima eneo mbona fani linafikika, na ambalo hata wewe mwenyewe ukivamwa na nyuki unaweza kufanya kukimbia. Una swali mpaka hapo? Mimi sitaki niwe mwongeaji tu, tunahojiana vizuri, ndio huwa napenda zaidi. Karibu. Tunaona kuna wengine wanafanya ufugaji wa nyuki kwenye karibu na makazi ya watu. Labda nataka nifahamu ili waweze kufanya wale nyuki wasiwe na madhara kwa watu wengine. Inabidi ufanyaje, au kuna kitu chochote ambacho kinatakiwa kifanyike? Yaani hapo nategemea ni nyuki gani anaofuga. Unaweza kuwa unaongelea kumbe anafuga wale nyuki ambao hawana mishale. Ndio niko kwa naingia sasa kwenye eneo ni ya nyuki. Sawa jamani? Ameshalianzisha na mimi naendeleza. Kuna aina mbili za nyuki. Sawa jamani? Kuna nyuki wenye mishale na nyuki ambao hawana mishale. Na sisi huku tunafuga zaidi nyuki ambao wana mishale. Tunasemaga nyuki wanauma, nyuki hana meno bwana. Nyuki anadunga, sio nauma. Nyuki anadunga. Nikianzia kwa nyuki ambao hawana mishale ndio wanayosema wale unaweka. Na huku Ludewa vinapatikanika vile vitu tunataka doloka. Kuna za chini na za kwenye miti. Zote hazina mishale. Na vile ni familia mbili tofauti kabisa. Kuna wanaokaa kwenye udongo wale na wanaokaa kwenye miti iliyokauka au nani, kuna kama mtu na mwanya katikati. Ni tofauti watu. Wanaokaa kwenye udongo na kwenye miti tofauti kabisa. Na mazingira yao huwezi kumtoa kwa kwenye udongo mle ukamweka kwenye mti, na kwenye mti ukamweka kwenye udongo, never. Wale wanaokaa kwenye miti, yani chukulia labda huku hapa ni mti. Utakuta kuna karani fulani kama kujia hapa kadogo. Au muda fulani utakuta kama kameenda mpaka pale hivi. Hapo kuna kablango.
Wale wanapenda sana kukaa kwenye miti iliyokauka. Na ndio maana siku tunapoteza sana ule kwa sababu ya utoroshaji wa moto. Na sifa za wale nyuki ni vidogo vidogo kama tuseme kama hata hizi kubwa. Hata hizi ni kubwa. Najua tunajifahamu vile vinyuki. Na wale nyuki unaweza kusema hawapo, kumbe wapo, wana tabia moja. Akitoka anaangalia kuna nini. Akirudi akiona kuna kitu tofauti tu haingii. Aliyoko ndani hatoki, hela chachu ule usaizi pale aliyoko ndani hatoki, aliyoko nje haingii. Ni tofauti nao wakubwa. Wenyewe wakija wanaanza kukuvamia. Wale hawaona silaha. Aliyoko nje haingii. Na aliyoko ndani hatoki. Na utakuta mlango wa ndani uko hapa kwenye gombe pale kwenye nani na mtu pale pa kuingia pale, lakini wamejenga kanani kameenda kamekuja kutokezea kwa pembeni. Wote kama fara sema mbona kanini siju kanini yake, kumbe sehemu ambayo inaingia ni sehemu nyingine tofauti. Sawa jamani? Na unaosemea nani wa kwenye mashimo wale ni wenyewe hawana mishale. Lakini wale ni kwa ajili ya kwenye mashimo tuweze kuweka kwenye mzinga. Na kama ukichimba ile shimo utakuta mnaendelea kuna tuseme wameenda wanafanya wanaweka asali. Lakini wa kwenye miti utakuta wametengeneza kama vibuyu vingi. Wanaweka mabasa kwenye vibuyu vingi hivi kwenye kinadimu. Wameenda wanapanga hivi. Lakini wa kwenye mti wa kwenye shimo, yani kama kasani tu kamekaa hivi afu asali imewekwa pale. Wanainaniko pale. Na ninachosema wale ni tofauti, hata ukiangalia joto la chini na la kwenye mti tofauti jamani. Kwa hiyo sasa mlete mtoto aliyetoka Madilu na Waludewa au Wamanda, lazima mazingira yatakuwa tofauti. Kuna swali jingine jamani? Na nyuki wengine ndio wale ndio wanasema ambao wanadunga. Sawa jamani? Wale ndio nyuki wakubwa ambao wote tunawafuga. Na hata mliosema mna miziki hapa ndio mliowafuga wale, si ndio jamani? Wale nyuki sifa yao ni wana mazao ya kutosha. Wana mazao ya kutosha. Na ni wakorofi sana kwa kukorofisha. Ili usipowakorofisha wenyewe hawana shida sana. Sawa jamani? Na nilikuwa nasema wale nyuki wanadunga, anatumia sehemu ya nyuma. Kwenye tumbo kwa nyuma kule ndio kwenye mshale. Sawa jamani? Na ule mshale umekaa hivi. Ni sio fundi wa kuchora. Niko akitandika mshale akitoka. Hii nimekosea, nakaa kwa hivi. Nakaa kwa hivi. Kwenye mchoro kingine hapa. Niko akikupiga mshale. Akitoa ule mshale. Sio tunaona kitu kile cheupe kile. Wa blue tunaita ni ruvola, si ndio jamani? Kile kina nini? Sawa jamani? Na ule weupe ni hiki kinaitwa ni kibuyu cha sumu. Na huku hiki kimeunganishwa na nini? Na utumbo. Sawa jamani? Si kama naeleweka. Japo kwa nimeingia vitu vingine ambavyo nimezama hapo kwa kutakiwa. Hiki kimeunganishwa na utumbo. Kwa hiyo akiupiga mshale nani tapo hata kiuna muangalia lazima anafanya nini? Huwa anajizungusha. Ni kweli sio kweli? Ya lazima anaangaika kafanya nini? Anajizungusha. Akijizungusha anakata hiki utumbo na baki mbele huku. Hiki kinafanya nini? Kinabaki kwako. Na huu mshale unabaki kwako. Na huu mshale hautoki. Si umeona hivi vipande vilivyokaa? Ukishaingia anapofanya watoto unafanya nini? Unagoma. Si vipande sana vinazuia. Hauchomoki. Na kinapocheza pale ukikaa nacho hivyo ukishangaa kinapocheza maumivu yanafanya yanaongezeka. Yaani pale kinapocheza hapo huwa kinacheza hapa katikati ndio mlija ni wa sumu. Anazidi kukujazia sumu maki inatoka hapo inaingia wapi? Kwako.
Na ndio maana kile ukikitoa mapema tu pap, ukimdungisha mtu mwingine maumivu ni pale pale. Sawa jamani? Kinakuwa bado hakijafa. Lakini sasa madhara yake, huyu nyuka kisha kuachia kile kilubola kile, ndio mnai mwisho wa maisha yake. Tuko pamoja jamani? Na hiyo ndio mwisho wa maisha yake. Ameshatenganisha sehemu ya mwili jamani. Ataendeje kuishi? Na hiyo pale ni mwisho wa maisha yake. Ndio maana tunashauriwa tuvae hizi nguo wakati wa kulina, ili akifunga kwenye shati akichomana fani inachomoka. Naomba swali hapo. Karibu. Asante. Ingawa anaita ni sumu, lakini pia inakuwa na faida kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo nilikuwa natamani pia nifahamu kama ni kweli, lakini kitu cha pili nilichokuwa naomba nifahamu kuhusiana na kama sisi vikundi tunaweza tukafanyaje tuweze kunufaika, tusiwe tunategemea tu ufugaji, zao la kuuza asali, au hata kujua namna tu ya kuandaa vile au nyuki wadogo wa mashimo. Tusitegemee tu hii mizinga mikubwa. Asante. Naanza swali la kwanza. Swali la kwanza umesema? Ile wanasemaga ile licha ya kuwa sumu ya nyuki inaweza ikawa ndio. Ni kweli sumu ya nyuki ni damu. Naomba niulize swali hapa wewe. Mshaona Ulazi wanaomoka malaria ovyo? Elewana jamani. Nimesema harufu ya malkia inakaa kwa muda gani? Ndani ya masaa 24 harufu ile ikipotea, unajua malkia hayupo, na kuna mawili amevamua, labda wamenania bahati mbaya amekufa, wametokea ajali yoyote nini na nini, amekufa. Na malkia atokea kutafuta chochote nje, maisha yake ni ndani. Sawa jamani? Ukiona hiki hapa kwenye sega kimekaa katikati hapa, yule ni malkia wa akili. Na muda wote kipo. Muda wowote. Yaani atazaliwa huyo, siku 16 zile zimefika, atazaliwa, wanaua, wanatengeneza kingine. Na sio lazima kiwa kwenye sega moja. Akizaliwa wanaua, wanatengeneza kingine. Lengo, yani kama yule malkia wa kwanza atakuwa amekufa au amepotea, huyu ndo atakayekuwa malkia wa kufanya nini? Wa control kundi. Wa kuendelea kutaga mayai na kila kitu. Ukiona kiko hapa pembeni hapa, unajua ile kundi ndio feni kujigawa. Ni tayari mnaendana wameshakuwa wengi, wanataka kujigawa. Kinakaa hapa pembeni. Na kikaa hapa pembeni, walivyo na akili hawakitoboa hawau. Atakapokuwa ametoka ile 16 ametoka tu, siku 16 ametoka tu, wanaama naye. Utakuta siku nyingine kundi limekaa pembeni hapa au kwenye mti pesi, kwenye mti gani na mti pembeni. Sio tunaona ndio. Hapo wameenda kutafuta wapi kwa kwenda kusema. Baada ya hapo wanachukua na wanakwenda. Na wanapohama wanahakisha kuna sehemu yao tumboni hapa ya kuhifadhia chakula. Wanachia mbeba chakula cha kama siku 7 ngapi kwa ajili ya kuendelea kufanya kujitunza wenyewe. Wakati wameenda kuanza makazi mapya, wanaanza kutengeneza masega na kufanya na kutengeneza asali. Kwa kama unaona na wewe kama unataka kundi lako lisihame, unapopitia mzigo wako, ukiona kile kichoko cha hapa kile unatoboa. Ukiwa na kisindano au kitu kitoboa, unakuwa umeshaamua mle ndani, unatoboa ili nyuki wasifanye nini? Wasiane. Na ukishaona hiyo dalili, utaki uende kwa mtu mwingine, maana wanapohama pale wanaenda popote. Hata kama na mzigo wako hapa, unaweza kwenda kuingia mzigo wa kijijini. Unachukua ile, unasafisha mzigo wako ule ambao una kitu vizuri. Unachukua ile sega lenye kinaniki cha pembeni na masega mengine yenye asali, unafanya unaweka mle kwenye mzinga. Wewe ukishaweka lazima mlango uzibe. Kwa muda wa masaa 24 unaziba ule mlango. Ili harufu ya kule ifanye ipotee. Utakapokuja kufungua, watakuwa wameshamzoea yule malkia mwingine aliyomo huko, wanaendelea kufanya kuingia kwenye mzinga mwingine. Nimalizia nilipokuwa naendelea. Ya juu, kwa nini yuko hapa aingia? Sasa eti dada zangu, tena mfano mzuri. Utanisemea lakini kwa kutolea mfano. Ule mtoto akiwa analia, wewe au si bado mdogo, bado hajui hata sura ya mama, si ndio? Analia, anaenda kumshika dadangu wale pale, atanyamaza? Ili ukimshika wewe ni kwa nini? Nao ndo ndivyo.
Nao ndio wanagundua kwa msukua harufu ya mama yetu sisi ni hii. Wewe uliyekuja umekuja na harufu gani wewe? Wewe umetokea wapi? Tuko pamoja jamani? Ndio. Kuna swali jingine? Hapo kwenye malikia hapo ukisikia wengine wanasema sisi tunazalisha malikia, yaani labda wanakuwa na mizinga mingi, afa sisi tunazalisha malikia tunagawa. Sasa kuna vinani maalum vya kuzalisha mizinga maalum vya kuzalisha malikia. Na vile tutakuwa vimepangana kwenye ndani ya meza mpaka na kuna network special. Yale mayai yaliyomo mle yale. Kwenye mzinga yale. Malikia anatokana na nyuki kibarua. Sio nyuki dume. Na kwenye masega hapo utakuta kuna sega nyingine vyumba vingine ni vikubwa vingine vidogo. Ni kweli sio kweli? Vile vikubwa ni vya nyuki dume na vinakuwa ni vichache. Maki hana kazi yote dume mle ndani, hana kazi hiyo. Zaidi ya kutafuta malikia huko amefikia muda kupandwa, ni kwenda kupambana na malikia huko. Naye anapoteza maisha yake huko na malikia anapandwa katika maisha yake mara moja. Akisha pandwa ndio imetoka, anafanya kazi miaka 5. Kwa vile tukichukua hivi vile vimayai kwenye masega mle, kuna vinani vyake special, unaviweka mle, afu naenda unaweka kwenye mzinga. Na ule mzinga lazima uwe na nyuki vibarua. Wataendelea kufanya nini? Kuwatunza wale. Wakishafikia kutotolewa, ndio maana nasema anauza malikia, anakupa yule, anakutolewa malikia na kufanya. Na kuna vikeji vyake vya kuhifadhia malikia. Akishatolewa anatolewa kwenye kikeji, anahifadhiwa. Wewe ukifika unabeba unaenda kuweka kwenye mzinga wako. Na hiyo inatokea kama mzinga wako ukishaona uzalishaji umepungua. Yaani unaona kulikuwa na kundi kubwa. Alafu kila mtu anashangaa kwa kundi kanapungua, ujue uwezo wa malikia wa kutaga umeshafikia nini? Umeshuka. Kama naweza tafuta ile malikia ua. Tafuta yule malikia ua, watazalisha yule ambao wamesema wakiba, chap na yule si atakuwa bado kijana. Kundi anaanza tena kufanya kukua yeye. Kuna swali jingine hapo? Kwa kwenye aina za nyuki tumeelewana, si ndio jamani? Na utakuta kile kipindi cha njaa kile. Ukifika kwenye mzinga utakuta pana manyuki pale chini mengi. Nje kwenye mzinga chini, si ndio? Usiwa tunaiona. Kipindi kile cha njaa utakuta kwenye mzinga pale pana nyuki wamedondoshwa pale. Yaani wale wanakuaga ni nyuki wale madume, yale mle ndani simesema hayana kazi yoyote. Ni kusubiria muda kwenda kumpanda malikia. Sawa, kishao wale bolo kishaona ndani huyu jamaa hafanyi kazi yoyote. Na njaa imeshafikia, msosi hautoshi. Wanamtoa nje kwa anazinda mlangoni. Yule hana uwezo kufanya chochote, kwa anakufa mwenyewe kule. Hana uwezo kujitafutia chakula kabisa. Yule nyuki dume. Kwa kishamtoa nje, wanaua na anakufa huko nje, wenyewe wamezinda mlangoni hapa, wewe bwana upite. Kama unapita wewe na msosi ndio uingie ndani. Sio unakuja kukula tu. Sawa jamani? Naomba swali jingine. Unaweka waya wa kahawa, hapo unadalisha mzinga mwingine hapa juu. Kule juu inakuwa ni kwa ajili ya kulina tu. Lakini au mrefu unaweza kwa labda nusu yake. Chini ni kwa ajili ya chakula na kuzalishana. Juu wewe ni muda wote unalina, unakalisha mzinga mwingine hapa. Mfuniko unakuja unakaa juu. Sio tunaiona ile mzinga jamani? Mfuniko unakuja unakaa juu. Ule mzinga wa chini kuzalishia, wa juu kwa ajili ya kulina. Na mlango unakuwa ni kwenye mzinga wa chini. Tuko pamoja? Na kule juu huwezi kukutana na yai hata moja. Maki ule waya tunaweka tunaita coffee wire ule, malikia hawezi kupita. Ni mkubwa. Kwa hiyo anapita nyuki kibarua tu. Na majeo matamu yale wanaenda kutengeneza asali kwa juu. Na ile mizinga ya siku nimeshasema siku hizi hatupendelei sana kuisemea. Inaharibu mno mazingira. Huu hapa mti wake umepata mbao za kutengeneza huu mzinga, na unaweza kutengeneza mizinga miwili. Lakini ile ukitengeneza ile mzinga la kienyeji lile unatupa mbao nyingi, hapo unapata mzinga mmoja. Kwa ile tunaipuzia kidogo. Tuachane nayo. Kwenye mzinga kuna swali? Samahani. Hata mimi nikienda kulina, nenda na kukutana na wadudu fulani. Nyuki unakutia nyuki ili upate kitu
kama hiki ambacho hakina nyuki. Unapukutia nyuki kwenye mzinga mlemo, au hata pembeni unapukuta nyuki ndio unaweka kwenye ndoo ile ndio sema. Sawa jamani? Kabla hilo hiki hapa. Ukishapukuta sisi nimeeleweka. Ukishapukuta ndio cha kufanya cha kukatia ile sega liweke kwenye ndoo leo inayostahili. Sawa jamani? Kote kote unaweza ukatumia. Ndio nenda tu kimoja kimoja hivi. Ndio tumesema ziwe 2 au 3. Hiki hapa. Hiki kuna mashine zile za ambazo za kuchujia asali ambazo unachomeka, sio kama mlionayo yenyewe unachomeka sega kama ndivyo unachomeka hivi. Unapukuta kwanza nyuki. Ukishapukuta nyuki unakuja unafanya nini? Kama unalikomsikili kama ile hapa sega unalikwangua hivi. Lengo utoe ile sinda ndio sema imefanya nini? Imeziliba ile kwenye sega ile. Ukishachomeka kwenye mashine ile, kuna mashine hizi zinakaa vingine 3, vingine mpaka 5. Unaizungusha. Unapoizungusha inatema asali. Inakuwa kama pipa hilo hapo. Lakini je, vinainani kuna kiwai katika inatema asali. Ikishatema asali, hii inabaki na sega lake kama lilivyo. Ila asali imefanya imetoka na ndio unarudishia kwenye mzinga. Humpatii nyuki kazi ya kwanza kutengeneza tena masega, unampa kazi ya kwanza kutengeneza kuweka asali. Sawa jamani? Hiki na chenyewe hivyo, kama umekosa hiki hata hapa tunafanya kufanya nini? Kuangua kwa hivi. Unapokuangua leo tunafanya tunasema kuancap, yani kufunua ile nje iliyoziba ile. Napiga mimi sasa bado masaa mawili mimi naendelea. Unajua? Nani niwaambia mchelewe. Labda sababu kabla hujaendelea mbele tutakuwa tu tunajua sasa tunasema hiki kwa ajili ya hiki. Sasa ni nini? Hiki kinaitwa kisu cha mzinga. Hii kinaitwa brush kama alivyosema. Ni bee brush. Tutasoma yenyewe ni brush ya nyuki, si brush ya mzinga. Hiki ni kisu cha mzinga. Kinaenda sambamba na hiki. Na haka ukishatoa mzinga, ukishafunua namna hii. Si nani wanakuwa na tabia za kubanana? Nani anakuwa na tabia za kubanana? Simba kama umeona unachokifanya. Ni cha kubetulia haya masega. Kama huna hicho kingine, ukishabetua hivi, sega limepanda, umelitoa, ukishatoa huna hicho kisu kingine hiki, umepukuta hiki unafanya kufanya nini? Kuna upande wa kubetulia na upande wa kukatia. Hapo tumeelewa? Hii hapa hivi mtafute mtu wa kuvaa. Havai kabisa. Tutakapoelezana hapo tu tunaelewana. Hili hapa ni bomba la moshi. Sawa jamani? Kazi yake ni kwenda kuwatuliza nyuki unapoenda kulima. Yaani sio unapulizia mpaka asali inatoka inanuka moshi. Unapulizia kidogo pulizia nyuki wanafanya nini? Wanatulia. Lakini huko ndani kuna vitu ambavyo tunaviweka ndani huko. Kuna kitu kama hiki. Leo mwenyewe ndio hajatumia bado jipya kabisa. Ndio tunika yangu. Hiki hapa hivi nimevikunjua mimi vyenyewe vilikuwa bado vimekunja, nimevikunjua mimi. Hii kuna kitambuliza kwa hivi. Hivi miguu vinatangulia ndani hivi. Kwa nini? Kwa nini usigeuze miguu iwe juu? Haya, taelezana. Ukishaweka hicho unachukua siku hizi tuna malandio mimi unachukua malandio yaliyokauka. Unayaweka. Kidogo kwanza unakuja unaweka mkaa wa moto, unaongezea tena malandio. Sawa jamani? Ya kawaida tu afu unakuja unafunga. Hapo unavyopuliza hivi, hebu inatoka wapi inapita hapa. Hiki hapa umekiona hapa? Vimelengana na hiki cha juu. Kuna nani hapa?
Wewe sijui ukalia vile na watu wanataka waone. Nianze kwa mzee Msigala kwa yaone. Huko ndani kuna kuanga na hiki nimekikunjwa mimi mwenyewe hivi. Unaitanguza miguu inatangulia ndani namna hii. Ukishatanguza miguu unakuja unaweka malandio kidogo. Ukishoka malandio kidogo unakuja unaweka nani? Moto. Alafu unakuja unaweka tena malandio. Unafanya unafunga. Ukishafunga unapopuliza hivi moto unakuja unatokea. Lakini kinachofanya connection ya hewa inayotoka hapa kuja huku ni hii hapa. Kuna kisima ambacho kiko huku juu kimelingana na hiki kinani hapa. Kwa unapopuliza hivi, hii inatoka juu inashusha chini. Na ndio maana kila nikisema miguu inafanya inatangulia chini. Ili hii hewa inapokuja hapa inakutana na ile nafasi ambayo inatenganisha miguu na malandio. Ile afisa inatenganisha miguu na kwa ikifika hapa sipapoko patupu lazima itatafuta kufanya. Kwa kutokea kwa utapulizia unapulizia ule moto unatoa moshi unakuja unatokea. Sio sasa malendu na huko unashindilia wewe utatuna tunachotoa tofali la udongo. Wewe weka ili nafasi imeendana iomba hata wewe uweze kufanya kupita. Kwa ukifika kwenye mzinga unapulizia tukao pembeni kama kuna nyuki mlangoni hapa kidogo wanatulia unafungua mzinga wako kama pembeni unapulizia wanatulia unaanza kufungua. Yaani siri ya nyuki ni ustaarabu wa kufungua. Yaani ukifika na papala zako ndio mtaenda na papala. Na wenyewe watakujibu kwa papala hivyo. Lakini ukifika kiusalama yani unaweza kulina hata mizinga mitano bado hujagongwa na nyuki hata mmoja. Ili ukienda kwa papala na wenyewe mtapokezana kwa papala hivyo hivyo. Maana unajua sasa papala nini mbona kama hii vita imekuwa kubwa hii. Mtaanza kupambana. Sawa jamani? Kuna swali hapa? Niliona mara kwanza nikafikiri la kuchudia kumbe sio la kuchudia. Ukishachuja asali unaweka kwenye maplastiki yako unataka kujaza kwenye vyombo au umeichuja ambavyo ukivifuga ambao vinaweza vikakupa elimu kubwa ya ekolojia au elimu kubwa unaweza kusema kama ya saikolojia ni nyuki. Mfano mdogo ulivyosema hivyo kugundua kwamba scout kwamba kuna wanakuwa na scout wanafuata mwanga wa jua kujipata direction. Naamini uko unafuga hivi vitu utaanza kuelewa taratibu. Lakini kitu kingine nilichopenda kuhusiana na Malikia kwamba anawafuga hao nyuki kwa kuhusiana na harufu anawatrain kuhusiana na harufu. Nimejifunza vitu vingi na nikipata hela yote ile nadhani nitaanza uwekezaji. Lakini ombi langu la mwisho kama kwa mkufunzi natamani siku nyingine haya mafunzo tungekuwa tumekaa kichakani kidogo tunatumia sauti ndogo ili wasitugonge nyuki. Lakini ili tunajifunza kwa vitendo kabisa. Ni tu tunajifunzia site na mimi tunaweza tukajifunza kwa upana zaidi. Asante. Hiyo mmoja tumeshakwenda mara nyingi sana kule kwa. Yaani ya mara tatu. Kingine kama ninavyosema yani kwamba haya mavazi lengo ni kukinga, lakini unatakiwa mtu unajiangalia mwenyewe. Kama mwingine kama hizi kofia hii au unaweka ile tochi hapa zikigwa kwa ndago hapo wao tunashauri utangulize kofia nyingine ili yani isikutane na kitu kabisa hivi. Anatanguliza kofia nyingine ndani ili afu chana kwa kofia nyingine ndani zinapanuka hivi hata ile kitu tutakuja kwa kidogo hii sio ya kefu kama ndio baba mzee huyo, lakini sio ya kefu kama ndio baba yule ngumu zile ambayo haitepeti haraka hivi. Ili huwa kuna kofia fulani watengeneza kwa kutumia manani mnazifahamu zile kutumia sio nyanzi kindu au haya manani ya matawi haya zile ndio zuri kifaa vile unataka
Hamna nafasi ya kuingia na wakati wa kubadilishana operesheni mwa wawili mnafanya nini? Ili kuweka mambo yakae sawa. Mambo yakae sawa. Hii hapa ukiona iko loose bana mpya. Hii hapa ili niko sifanye nini? Kwa speed. Au ukiona vipi hii itaguza ndani nyingine ifuate. Na umeona saumu? Hapa umeona pana mbaki kinani hiki hapa. Hapa niko kitandika mchoro unafika. Hiki hapa. Kwa hapa na penye inabidi hii hapo hakikisha imesogea imefika mikaba mpaka tena hii ilikuwa nje ndio. Hiyo.